lakini leo I've learned a lot, and especially how to interact with youth na kujua kile wanataka. Unajua sometimes huwa tunashume. I normally also assume, especially those dressings what naweza jiambia asi lazima anakuwa anajua kwa sababu ameokoka, but now I've learned today that is it's a what ni level ambayo wako stage na wanafaa kusaidia sana. So we are very grateful. Welcome next time. Tunashukuru sana. Asante. That's our greetings and thanks. Thank you. Praise God. Amen. Bwana asifiwe. Amen. My name is Nicholas. I love God. Jana mpaka wakati kama huu nimefunzwa na nimeona changes from me. Sijui wewe. Kwanza kanisa yenye nilikuwa nafunza ama yenye nilikuwa nasimamia, I see kuna cup yenye nilikuwa ninaiacha, lakini nitaenda kuirekebisha hizo. So I don't have much to say, but I say welcome again. Be blessed. Thank you. Tuwapatie, angalia, tuwapatie hii. Sawa. Asante sana. Thank you so much Teacher Janet and Mr. Who? Teacher Nicholas. Asanteni sana. Na kuna kitu nisikuambia vile Teacher Janet amesema. The way those people wakianza kudress vile. Ni hiyo stage yao, si ndio? So just understand wanavaa vile, they are dressing that to shock you, sio to impress anyone. Unaweza sifiwe. They are not dressing to impress anyone. Wanavaa kukushangaza. Praise God. Wakivaa vile, alafu wanakuja kanisani akitembea kama msichana, wasijua atembanga aje hivi. Akitembea hivyo akikuja. Wakati tunasema ona huyo kijana amevaa. Wakati unashangaa hivyo ndio anasema wow, I've made my day. Ametengeneza siku yake kwa sababu umeshangaa. Bwana Yesu asifiwe. So just need to understand them and learn them. Now, at this juncture, I will invite our Reverend. Reverend, mtakuja wote wawili. Yes. Wewe utaombea huu moto ambao tumeasha hapa. Uendelee na wao, usizime. Wakati mara mingi huwa tunawasha moto, lakini ikipata hakuna mtu wa kuisupport inazima. So utaomba tu ya kwamba Mungu awasaidie wakienda wakumbuke kuwasha huo moto kama makanisa yao, na pia viongozi wao, wachungaji wao ambao wako hapa. Unajua ni hao wamepata huo moto, wachungaji bado hawajapata huo moto. Sasa mtaombea kwamba Roho Mtakatifu afanye jambo, wanapoenda kushare na wachungaji watapata moyo ambao utafunguka na uembrace hizo vitu ambazo wamesoma na uweze kuziapply kanisani. Alafu wa host pastor atatuombea kwamba vile tumekuwa hapa jana na leo, Mungu amekuwa mzuri, tujakuwa na jambo mbaya limefanyika na ametuonekania na tumekula tumekunywa, tunashukuru. Tutashukuru tu Mungu in general, alafu tutabarikiwa. Asanteni sana, mbarikiwe. Acha tusimame wanapoomba. Tusimame. Wastahili ewe Bwana, wastahili ewe Bwana, wastahili ewe Bwana, kupokea utukufu. Wastahili ewe Bwana, wastahili ewe Bwana, wastahili ewe Bwana, kupokea utukufu. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo, nashukuru na kuinua jina lako wakati huu Mungu wetu. Asante Baba jinsi tulianza mafundisho tangu jana Mungu wetu. Asante kwa ajili ya wale walimu walitufundisha Mungu wetu. Na tulijua mambo mengi kuhusu watoto wetu Mungu wetu. Hata kwa ajili ya watoto wetu wa shule
ya Jumapili Mungu wetu. Nasema Baba, nastahili wakati huu Mungu wetu. Nasema ni asante kwa ajili hao Mungu wetu. Ninaombea wale tulifunzwa jana Mungu wetu. Mpaka leo, siku ya leo Baba wetu. Tunaenda kufunga mkutano wa siku ya leo. Lakini tunaomba Roho Mtakatifu siku ya leo. Hili Mungu wetu ilitutangulie tufika kanisa zetu. Mungu utakuwa umetangulia Baba wetu. Uanze kufunza watoto wetu. Uanze kufunza hata vijana wetu. Na moto huu ikiae kabisa Mungu wetu. Isisimike hata siku moja Baba wetu. Baba, naomba utakuwa pamoja nasi. Tukifika nyumbani tutashukuru na kuinua jina lako. Tukifanya implementation katika Sunday school yetu Mungu wetu, tutashukuru na kuinua jina lako. Naomba Mungu utakuwa pamoja nasi. Na ni katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Tuombe tena. Our dearly Father, we are so grateful and we are so thankful for the 2 days that we have been in this seminar. Thank you because of our facilitators, that Lord, you sent them from far to come and equip us, so that Father Lord, we will reach out to the young, to the Sunday school children, and even to the teens. Father, it is you who commissioned us in the first place by saying, let the little children come unto me. And Father Lord, really they have come, but at times, so Father Lord, we lack, Father Lord, facilities and things, so Father Lord, to equip them. And Father Lord, you have brought us, Lord, here to equip us, so that, Father Lord, as we reach unto them, Lord, we will reach them, oh Father Lord, as you want them to be. Thank you because you have used our facilitators. Thank you, blessed Holy Spirit. We ask you to facilitate us and to use the facilitators as your vessels. And you have used them, oh Father Lord, and because they have the heart to serve you. Father, I pray that God, let their blessings be their portion as they travel, Father Lord, reaching far and wide. I pray that, Father Lord, guide them, provide for them, provide for their journeys, provide for their needs. Meet, oh Father Lord, the needs of their families and even the institution that sent them. We pray for One Hope Kenya, that Father Lord, may you be with them. May your grace and love, oh Father Lord, continue to be with them, so that Father Lord, you will provide for them, Lord, with facilities and even materials, so that Father Lord, they will reach the children of East Africa and even expand and even extend even to the larger world, because you are a mighty God and you are a precious God. Tunakushukuru, tunakusifu Bwana, ya kwamba Bwana, tunaomba ya kwamba Bwana ukaibariki mahitaji yao yote. Bariki kazi ya mikono zao wanapoenda kazini, ukaweze Baba kuwapatia kibali, maana kibali inatoka kwako. Bariki Baba kazi zote Baba wanazozifanya, ili Bwana ukapate kuinuliwa na kupewa sifa. Asante Bwana kwa ajili ya ndugu yetu Ekichilis, kwa sababu Bwana hapo na hiyo wito ya watoto. Asante kwa sababu ya ndugu yetu Abubakar, ambaye Bwana hapo kwa sababu hapo na hiyo wito ya kuwafikia na kuequip wale ambaye watu ambaye amewaita. Ninaomba nguvu zako siwe pamoja nao, uweza wako uwe pamoja nao, kwa sababu wewe ni Mungu mwenye nguvu na mwenye uwezo. Na kushukuru na kuhimidi kwa sababu kuna Mungu mwingine kama wewe. Pokea sifa, pokea ibada, maana tunaomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen. Amen. Asanteni, tuketi chini. So hili ni Pastor Austin. Atoe summary na mwisho tutafunga mkutano wetu officially. So nataka niseme asanteni ninyi wote kwa tumefika hapa, tumepata hiyo mafundisho. But what we need from here now is just to go to implement. Bwana asifiwe sana. Unajua kufuata mafundisho lazima uweke kwa practical, sasa zingine uone inafanya kazi. Bwana asifiwe sana. Tuende tusishike hiyo masomo iwe ni yetu, lakini wacha itakuwa ni ya watoto wetu na vijana wetu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Kwanza especially kitu na kusema discovery. This is a very important thing in our church. Tuwesekana kweli tuende to discover ile kanisa letu, watoto wetu. Halafu hizo unatukimeni mambo yote tumefundishwa. Otherwise nataka niseme ya kwamba kwa niaba ya Sunday School, maana mimi ni patron, nataka niseme hata asanteni walimu wote. Bwana asifiwe sana. Wale mmefika kwa chini ya watoto wenu, maana kweli mko na kazi, lakini Mungu atakuja kunifanyia siku moja. Bwana asifiwe sana. Because now I'm very happy with my brother here, Vincent. He's a great brother of friends of mine, and at the same time he's a pastor. Maana tulishikana kwa mkutano, kazi inaenda katika jina la Yesu. Hata watu karibu wanasema ya kwamba yeye ni kama brothers. Tuko sawa height, color, whatever. So asante ndugu yangu,
na Mungu abariki sana. Vile tulisema na tukasema kweli tutakaribia sisi tunaendelea katika jina la Yesu. Mungu mwalimu pamoja na Biblia, Mungu awabariki sana. Hatuna la kusema beyond that, lakini Mungu atajua bila atakupeleka nyinyi kufika huko mbinguni. Bwana asifiwe sana. Hivi taji yenu itakuwa zaidi kuliko yetu. Hivi yetu itakuwa kidogo, lakini yenu itakuwa kubwa zaidi. Na mtabia rundu kubwa na yetu ni rundu kidogo. So nataka niseme tutarajia mazuri tukifika mbinguni. So peleka salamu zetu. Useme Mungu awabariki sana. Karibu pastor. Okay. So nafikiri mchungaji ametoka nje, lakini hata niseme tu kwa ajili ya walimu Kipchilis. So tunataka tushukuru Kipchilis, manake ameangalia kwa mkutano kama hii, lakini tuliarrange na imeanza. Bwana asifiwe sana. Na imeanza na itaanza kutembea. Bwana asifiwe sana. So tutaanza tu kuwa na sehemu mbalimbali. Tutaenda Sigoro, tunaenda Torongo, tunaenda hata upande ile ya Broad hapa Tarama. Tutakuwa tukisubuga tufanye mafundisho kwa ajili ya watoto wetu. Bwana asifiwe sana. So asanteni, Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sioni smile yenu na nimesmile mimi. Ama ninalia. Unajua mtu akismile hata wewe. Encourage kwa kusmile hata wewe, lakini ukiangalia kwa hata naye atasema ala. Kwa hivyo napenda kushukuru Mungu sana. Kwanza kabisa Mungu kwa kuandaa siku hii. Naweza sema kwamba kweli ni Mungu anajua kuandaa kuliko sisi. Honestly speaking, wakati niliambiwa on Sunday, wacha niseme wakati nilisikia, it was the first time kusikia hapa, hatukuwa tumeongea na pastor. Lakini sio kutaka nikuambie hatujaongea na pastor. Juu niliona ni kitu mzuri. Nikasema sitarudisha. Ndio pastor jioni sasa nikaongea na pastor akaniambia yakame. Nikamwambia welcome. Na nashukuru Mungu maana ndugu Kipchilis alikuwa amekuja rally ya vijana hapa. Akatuambia alikuja na Obadia. Akatuambia kwamba kutakuwa na mkutano hapa ya walimu wa Sunday school pamoja na wale vijana. And I thank God because most of us ni vijana. Wale wenye wako wenye wamefanya 8 mpaka wenye wako form 4 kuweka mkono juu. From wale ambao walifanya weka mkono yenu juu. Kama ulikuwa class 8 na wale ambao wako secondary school. Kama nilichanganya. Si unaona the majority. Kwa hivyo nyinyi ndio sana mnakuwa target. Tunajua saa hizi maisha yenye tunaishi, Yesu asipoingia mioyo ya watu, mambo mengi yako. Unaona juzi shule ilifunguliwa tu kwa muda kidogo. Unaona mafaya siliwaka kwa shule. Nilikuwa na strike. Na Abu leo amenifunza approach moja. Kwamba kumbe nikiona mtoto mwenye ametoka shule wakati kumekuwa na strike, nisiambie umefanya nini? Kuja nikemee kweli. Kwa sababu nikajua mkifika saa nyumbani mnapata reception ile kali sana. Kwa sababu mzazi anakazirika. Talai mixed. So kufika pale kuna shule tuliingia secondary mixed. Usiende pastor ni kidogo tu. Kwenda kwa ile mixed secondary tukapata wavulana wamebomoa choo. Ilikuwa serotonin. Yes. Serotonin. Sasa ile wall ya urinal walikuwa wamebomoa yote, wamevunja. Sasa wakati tunaendelea na program yetu, tukamaliza tukaita mwalimu aongelesha. Mwalimu akasema, "Boys, nyinyi wabaya sana, mmevunja ile choo. Najua hii ni laana mnaweza pata." Sasa hiyo kwa review. Wakaanza kumwambia, unachoma ile anaharibu mbele ya wageni. Sasa akamaliza tukamwambia tulieni, acha amalize. Kisha akamaliza. Tulipokuwa natoka nje nikapata mmoja nikamuuliza, na nyinyi wasee, bwana tu hiyo ukuta naona mmeiamulia aje? Kaniambia haki si kwa ubaya. Ona tu choo ya wasichana. Wasichana wamejengewa na CDF choo mzuri, lakini yetu ni mbaya. Sasa kile walimu hawakuelewa ni kwa nini wamefanya hivyo. Unakumbuka, if I had 1 hour to solve a problem, I would spend 55 minutes thinking about the
problem alafu nichukue dakika 5 kupata suluhisho. Kile walimu wangejiuliza ni mbona umebomoa? Shida inaweza kuwa ni nini? Lakini walimu walienda kuaddress kwanza, mmebomoa, mmeharibu, mmefanya vibaya. Lakini hao vijana walikuwa na depression kwa sababu wasichana wametengeneza choo mzuri na serikali, lakini yao imezeeka. Ni uongo nani? Hivyo ndo waliniambia. Sasa ni vizuri vile unasema umejifunza. Yes, kwa hivyo nafikiri tumejifunza mambo mengi kama wazazi pia. Na kwanza walisema eti iliangushwa na upepo ilikuwa imeseeka. Kwa hivyo nilikuwa nasema kwamba you are our ambassadors. Nyinyi ni mabalozi wetu. Unajua tukiwa duniani hizi ni mabalozi kwa sababu hapa sio kwetu. Ama balozi wa Amerika hapa ni kwao kweli? Hapa sio kwao. Kwao ni Amerika, lakini anakuwa balozi, anawakilisha nchi yao. Kwa hivyo hata sisi tunawakilisha mbinguni tukiwa hapa. Na leo tumefunzwa jinsi ya kuelewa mambo vile ilivyo. Tulipokuwa siku moja tulikuwa Solian Girls kwa conference ya vijana. Na attendance ilikuwa over 500-600 members wenye walifika. Na wakati tulipokuwa pale, nikafika siku moja kukuwa na kesi. Sikukuwa siku hiyo. Nikafika kukuwa na kesi kali sana. Kuna pastor moja amekosana na vijana. Huyo pastor alikaa kwa dorm ya ladies. Yeye ana inspect ile nguo yenye amevaa. Akivaa ile yenye imefika hapa anamwambia rudi ndani ya dorm, mama ukae kwa dorm mpaka malize. Tutaki hiyo shetani hapa. Wasichana walikasirika.